عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوانا إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى ورسولنا المرتضى ختم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. طبعا ndugu mtazamaji, kwa mara nyingine tunaungana katika darsa yetu ya Mustalahul Hadith katika kitabu hiki Taisiru Mustalahil Hadith, na leo tunaangazia al-khabarul mardudu wa asbabu raddihi, khabari yenye kukataliwa na sababu za kukataliwa kwake. Hiki ndicho kipengele tunachoondoka nacho siku ya leo, al-khabarul mardudu wa asbabu raddihi, khabari yenye kupingwa na sababu za kupingwa kwake, au khabari yenye kukataliwa na sababu za kukataliwa kwake. Taarifuhu, kielelezo chake. Al-khabaru al-mardudu huwa alladhi lam yatarajjah sidqu al-mukhbir bihi, khabari yenye kukataliwa nayo ni ile ambayo haujapata nguvu ukweli wa mwenye kuielezea. Ukisikia habari inaitwa kuwa ni mardudu, huwa alladhi, nayo ni ile ambayo lam yatarajjaha sidqul mukhbir bihi, haujapata nguvu ukweli wa mwenye kuielezea. Hiyo inaitwa al-khabarul mardudu. Wadhalika, na imeitwa hivyo, bifaqdi sharti, kwa kukosa sharti moja, au akthar, au zaidi ya sharti moja, min shuruti alqabul, miongoni mwa masharti ya kukubalika kwa hadithi, allati marrat bina fi bahathi sahih, masharti ambayo yametupitia katika mlango wa hadithi sahihi. Namba 2, aqsamuhu wa asbabu raddihi, vigawanyo vyake na sababu za kukataliwa kwake. Al-khabarul mardudu ina vigawanyo na ina sababu za kukataliwa kwake. Sasa tutazame. Laqad qasama al-ulamau al-khabara al-marduda, kwa hakika wanawazuoni wameigawanya khabaru mardud ila aqsamin kathira, kwenda katika vigawanyo vingi. Huku chini naambiwa balagha biha ba'dhuhum maifan wa 40 qasman, baadhi yao wamefikisha kuigawanya khabarul mardud mpaka kufikia zaidi ya 40. Baadhi yao wamegawanya hivyo. Wa atlaqu ala kathiri min tilka al-aqsam, na wakaachilia juu ya vigawanyo hivyo vingi, asma'an khasatan biha, majina yenye kuihusu habari hiyo, wakaachilia, yani wakaiita kwa majina mengi. Wa minha ma lam yatliqu alaiha asman khasan biha, na miongoni mwao hao wanaozuoni wapo ambao hawajaipa jina maalumu khabaru mardudu, bal samuha biismi am, bali wameita kwa kuipa jina lenye maana yenye kuenea, huwa dhaifu, nayo ni hadithi dhaifu. Wengine wameita tu huwa dhaifu, lakini kuna baadhi yao wameachilia juu yake jina lenye kuhusika na hiyo habari. Sawa sawa. Ama asbabu raddi alhadithi fakathira, ama sababu za kukataliwa hadithi ni nyingi hizo, lakinaha tarji'u biljumlati ila ahadi sababain raisiyaini, lakini kwa ujumla zinarejea kwenye moja ya sababu mbili kubwa. Ama asbabu raddil hadithi fakathira, ama sababu za hadithi kukataliwa ni nyingi, lakini sababu hizo tarji'u bil jumla, zinarejea kwa ujumla ila ahadi sababaini raisiyaini, kwenye moja ya sababu mbili kubwa. Huma, nazo hizo sababu mbili kubwa, kwanza kuna kitu kinachoitwa saqtu min al-isnadi, kuporomoka kwa sanadi. Maana kuna baadhi ya ruwatul hadithi wameporomoshwa kwenye sanadi, hadithi hiyo itakuwa ni dhaifu.
Lakini sababu ya pili, ta'anu fi rawi, ni kujeruhiwa mpokezi wa hadithi, kwamba huyu alikuwa ni kadhibun au fasiqun, au alikuwa hana udhibiti wa hadithi, na mambo na sababu nyinginezo nyingi tu. Kwa hiyo inawezekana pia ikawa ni sababu ya ile hadithi kuwa ni dhaifu. Hiyo ni sababu ya pili. Wa tahta kulli min hadhaini sababaini, na chini ya kila sababu miongoni mwa hizi sababu mbili, anwa'un mutaaddida, kuna aina nyingi ya sababu zenye kuhesabika. Saatakallamu minha, nitazungumza, saatakallamu anha, nitazungumza kunako hizo sababu, biabhathi mustaqillatin, kwa milango yenye kujitegemea, mufassilatun, yenye kupambanua, insha Allahu taala, kwa kutaka kwake Mwenyezi Mungu mtukufu, mubtadi'an bibahathi dhaif, hadi yakuwa ni mwenye kuanza kuelezea mlango wa dhaifu, alladhi yu'tabaru huwa al-ismu al-am, ambalo huzingatiwa kuwa ndio ni jina lenye kuenea, linawi al-mardudu, ya aina ya hadithi yenye kukataliwa. Kwa hiyo watahta kulli min hadhaini sababaini, na chini ya kila sababu miongoni mwa hizi sababu mbili, anwa'u mutaaddida, kuna aina nyingi zenye kuhesabika ya sababu ya khabaru al-mardudu. Saatakallamu anha, nitazungumza kunako habari hizo al-mardudu kwa majina yake, biabhathi mustaqilla, kwa milango yenye kujitegemea, mufassala, iliyofafanuliwa, insha Allahu taala, kwa kutaka kwake Mwenyezi Mungu mtukufu. Mubtadi'an bibahathi dhaifi, hali yakuwa ni mwenye kuanza kuelezea mlango wa dhaifu, alladhi yu'tabaru, ambayo hiyo dhaifu huzingatiwa, huwa al-ismu al-aam, ndio jina lenye kukusanya, linawi al-mardudu, aina ya hadithi ambayo ni mardudu. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikie juu ya haya yote tunayojifundisha. Innahu waliyu tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.